Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam Ibn Hibban na ametaja al-Imam Ibn Abi Shayba katika al-Musannaf na ametaja al-Imam Ibn Abi Asim katika al-Ahad wal-Mathani na ametaja al-Imam at-Tabarani na amesahihisha al-Allama al-Albani katika silsila al-ahadith as-sahiha na katika sahih at-Targhib wat-Tarhib hadithi as-sahabi al-jalil Abu Shuraih al-Adawi Khuwaylid ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu anasema kharaja alaina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala abshiru wa abshiru أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أنا سمع أبو شريح العدوي رضي الله عنه alitutokea mtume sallallahu alayhi wasallam akaja mahala tulipo akatwambia abshiru wa abshiru pateni bishara njema pateni bishara njema furahini wala msiwe na huzuni alaysa tashhaduna an la ilaha illa Allah si kweli kwamba ilivyo nyinyi mnashahadia ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na kwamba mimi ni mtume wa Allah huu ndio uhalisia wa mambo qalu na'am wakasema ndio sisi tuna shahadia ya kwamba la maabuda bihaqqin illa Allah ya kwamba hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tunakiri kwa moyo na tunabaini kwa ndimi na kadhalika tunashahadia kwamba wewe ni mtume wa Allah kama ambavyo la ilaha illa Allah maana yake la maabuda bihaqqin illa Allah na Muhammadun Rasulullah maana yake la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah wa ghayru Rasulillah sallallahu alayhi wasallam in ittubi'a fima la dalila alayhi faqad ittubi'a bibatil. Hii ni shahada ambayo wameshahadia masahaba al-akarim na wameshahadia shahada ya pili ya Muhammad Rasulullah kwa maana hii kwamba hakuna anayepasa kufuatwa kwa haki katika hii dini isipokuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam na asiyekuwa mtume wa Allah alayhi salatu wassalam kama atafuatwa katika yale ambayo hayana dalili katika hii dini amefuatwa kwa batil. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam aliposikiliza ushuhuda huu kutoka kwao juu ya shahada ya la ilaha illa Allah na shahada ya Muhammad Rasulullah aliwaambia alayhi salatu wassalam fa inna hadha alqur'ana sababun tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaydikum fatamassaku bih fa innakum lan tadhillu ba'dahu fa innakum lan tadhillu wa lan tahliku ba'dahu abada. Kawaambia hakika hii Qur'ani hii فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله هي قرآني نكامبا هي قرآني نكامبا ncha yake iko kwa Allah na ncha yake ya pili iko mikononi mwenu fatamassaku bih basi shikamaneni na hii Qur'ani kwani hakika nyinyi lan tadhillu wa lan tahliku ba'dahu abada hakika nyinyi hamtopotea wala hamtoangamia baada ya kule kushikamana kwenu na hiki kitabu milele hamtopotea wala hamtoangamia kwa kushikamana na hiki kitabu milele. Hiki kitabu kimeshushwa katika huu mwezi wa Ramadhani. Huu mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa hiki kitabu, ndio mwezi ambao Rasul alayhi salatu wassalam
alikuwa akiaridhi Qur'ani kutoka kwa mwalimu wake Jibril alayhi salatu wassalam kila Ramadhani mara moja, illa Ramadhani ambayo baada ya Ramadhani ile hakuipata Ramadhani nyingine, aliaridhi hii Qur'ani kwa mwalimu wake Jibrili mara mbili. Kwa hiyo Waislamu wananasihiwa, Waislamu wanashauriwa kwa kiasi kikubwa kwamba ajallu dhikri fi hadha ash-shahr al-karim qira'atu al-Qur'an, bora ya dhikri katika mwezi huu mtukufu ni kisomo cha Qur'an. Soma Qur'an, izingatie Qur'an. Ukisoma Qur'an ukachoka kuisoma Qur'an, kaa itegee sikio kwa yule ambaye huisoma hiyo Qur'an, kaa itegee sikio kwa yule ambaye hukaa na kusomesha na kufasiri aya za Qur'an. Na walillahi alhamdu wal minna, misikiti yetu kwa asilimia nyingi huwa na durusi za tafsiri ya Qur'an. Huu ni mwezi wa Qur'an, tusome Qur'an, tukithirishe Qur'an. Allah amehimiza jambo hilo katika Qur'an, alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. innal ladhina yatluna kitaba Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi. Allah nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah wa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. hizi ni aya na nyinginezo katika al-ayat ndani ya Qur'an zinahimiza watu wasome Qur'an, hususan katika huu mwezi wa Qur'an. Allah anasema katika Zumar, Allahu nazzala ahsana alhadith, Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha ahsana alhadith, ahsana alhadith, bora zaidi ya maneno. Hakuna maneno yaliyo bora, yaliyo mazuri ala al-itlaqi kwa ujumla yakashinda maneno ya Qur'an abadan, la kana wala yakun. Ndiyo bora ya maneno ala al-itlaq kwa ujumla. Kitaban mutashabihan mathani, hurejewa aya zake, hukaririwa aya zake. Aya zake hutaja uwili, aya zake hubeba ndani yake at-targhib wat-tarhib, aya zake hubeba ndani yake at-tasfiya wat-tarbiya. Naam, huraghibisha na hukhofisha. Naam, hutajwa ndani yake sifa za ahlu shar, hutajwa ndani yake sifa za ahlu khair, hutajwa ndani yake aljanna, hutajwa ndani yake annar, hutajwa ndani yake matunda ya watu wa tauhid na hasara za walioipinga tauhid. Hutaja mambo kwa uwili uwili, huraghibisha na hupendekezesha na hukhofisha na hurahibisha. Mathani, taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum, husisimka ngozi za wale ambao wanamwogopa Mola wao.
naam, lima fihi min at-takhwif wa at-tarhib al-muz'ij, kwa sababu ya at-tarhib wa at-takhwif, khofisho, ogopesho liliopo ndani yake, husisimka ngozi za wale ambao wanamuogopa Mola wao, hukhofishwa. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah, kisha hulainika ngozi na mioyo baada ya kupatwa na msisimko wa uoga. Naam, na hili ni wakati wa kutajwa aya za tarhib, aya za moto, aya za makaburini, aya za adhab. kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha la yuqda alayhim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal qal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Takhwif wa tarhib, ngozi husisimka, naam, kwa takhwif, lakini kadhalika hulainika hizi ngozi hizi, hulainika mioyo inda dhikri raja, pale Allah subhanahu wa ta'ala anapotupa na kututajia aya za matumaini. la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بشر عبادي wape bishara njema waja wangu. Aya za matarajio. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Dhalika hudallah, dhalika, hiyo sifa hiyo aliyoitaja kuhusu Qur'ani Allahu kwamba yawahofisha waja wake. Huda Allah ni miongoni mwa hidayah ya Allah kwa waja wake, kwamba wanahofu, wanaogopa. Hilo nalo ni miongoni mwa hidayah ya Allah kuwaongoa waja wake. Yahdi bihi man yasha, kumwongoa kwa hidayah hiyo Allah amtakaye katika waja wake. Nani anayeongozwa na Allah kwa kupewa hidayah hiyo? Ni yule ambaye hasuna qasdu, nia yake, lengo lake, dhumuni lake, shabaha yake imekuwa ni njema, ana makusudio mema juu ya hii Qur'an. Huyu ndiye anayeongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala, si kila mtu. Yahdi bihi man yasha'u min ibadi, kumwongoza kwa muongozo huo amtakaye Allah katika waja wake, yani katika waja wake ambao wana malengo mazuri juu ya hii Qur'an, kama alivyosema Allah katika sura nyingine,